Habari yako? Salama. Poleni kwa mchezo, umekuwa mchezo mgumu siku hii ya leo na mmeruhusu Young Africans kupata alama 3 kwa mara ya kwanza hapa nyumbani kwenu. Ni mchezo wa mtoano ulikuwa na Yanga wamefanikiwa kutuondoa katika mashindano haya ya CRDB Bank Federation Cup. Hayakuwa malengo wala matarajio yetu kumaliza mashindano haya katika hatua ya robo finali. Ukilinganisha msimu uliopita tulimaliza hatua ya nusu finali. Kumaliza hatua ya robo finali maana yake tumerudi nyuma. Kwa hiyo hayakuwa matarajio yetu. Malengo na madhumuni yetu ilikuwa tufike hatua ya finali. Lakini unapopanga na Mwenyezi Mungu pia anapanga ya kwake. Yanga wamebahatika, wamepata ushindi huo, wametuondoa katika mashindano haya. Basi sisi tunasema tumeondoka, tunaenda kujipanga kwa ajili ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara inayoendelea. Tarehe 21 ya mwezi huu tutakuwa katika uwanja huu tukiwaalika Fountain Gate. Kama ambavyo tulisema awali kwamba malengo yetu msimu huu tupate uwakilishi katika mashindano ya CAF, aidha kupitia shirikisho au kupitia ligi kuu. Shirikisho tayari nanga imepaa, tunasema hayakuwa mapenzi ya Mungu, lakini bado tunayo nafasi kupitia ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Nina hakika na ninaamini kwamba mapambano tunayoyafanya, maandalizi yanayofanywa, malengo tuliyoyaweka, namna yanavyosimamiwa na kutekelezwa katika maeneo tofauti, tangu wachezaji, benchi la ufundi, uongozi, japo msuguano ni mkali. Kuna timu kama 4 tunapambana kupata nafasi ya mwisho. Lakini ninaamini na nina hakika kwamba JKT Tanzania msimu huu kwa uwezo wetu na mapenzi ya Mungu tutapata nafasi ya mwisho. Kwa sasa nguvu, maarifa, juhudi na kila aina ya kutafuta ushindi tunaelekeza kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Tumalize msimu huu tukiwa miongoni mwa timu bora. Na ninashukuru kwamba klabu ya Yanga ndiyo timu ambayo tutamaliza nayo mechi ya mwisho kufunga dimba la ligi kuu NBC msimu huu. Haiwezekani upigane na mtu mara ya kwanza akupige, mara ya pili akupige, alafu aje akupige tena mara ya 3. Hiyo ni imani. Tutakuwa hapa nyumbani. Benchi la ufundi linaloongozwa na kijana Mtanzania mahili, mwenye weledi, mwenye maarifa na mbinu mikakati nini afanye ili apate ushindi kwa timu fulani. Ahmad Ali, nina hakika atafanya kazi siku ya kufunga ligi kuu NBC msimu huu 25-26. Tutakapokuwa tumekutana na Yanga, basi na sisi tujivune kwamba walituchapa, lakini tumewachapa kichapo chetu kile cha kizalendo. Asante sana. Unapopigwa na mtu fulani akakupiga tena, lazima ujiulize kwa nini. Tutakuwa na mchezo dhidi ya Yanga siku ligi inakamilika, ligi kuu ya NBC takapokuwa inamalizika. Mechi yetu ya mwisho sisi tutacheza na Yanga hapa. Kocha mkuu kijana Mtanzania Ahmad Ali, mimi namkubali na nina hakika Watanzania walio wengi wanaofuatilia mpira wanamkubali. Sidhani kama atakubali kufungwa kwa msimu mmoja na timu hiyo michezo 3. Kama nilivyosema, lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa miongoni mwa timu 4 bora, na hiyo ndiyo siku ambayo kama mambo yetu yatakuwa hayajakaa sawa, tunahitaji alama bado ili kuhakikisha kwamba tunakuwa miongoni mwa nafasi hizo. Basi ni mchezo ambao utakwenda kuonesha uhodari, ni mchezo ambao utakwenda kuonesha kwamba mwalimu alijifunza akawaelekeza vijana, na hatimaye yale makosa yaliyofanyika katika michezo miwili yanasawazishwa, tunapata alama 3 kutoka kwa Young Africa. Haiwezekani
mechi 3 msimu mmoja tufungwe na timu moja. Kwa hiyo ipo hiyo mechi ya mwisho wa ligi ambayo itatukutanisha na Yanga katika uwanja huu wa Meja Jenerali Isamuhyo. Nina hakika na amani kwamba utakuwa mchezo wa kisasi, na sisi msimu huu tuondoke tukiwa tumejivuna kwamba tumevuna alama kutoka kwa klabu ya Yanga. Shukrani.